Kwa hiyo nakuomba sana, kwa dharura sana, mtu yoyote ambaye unaweza ukawa unamfahamu shetani huyu anayeweza akasababisha tatizo kama hili. Kipimo cha CT scan kimesema ni kama kuna uvimbe kichwani, ni kwenye ubongo, ni kama kuna damu imeviria, whatever. Sasa inatokana na nini? Basi kuna mambo tu mengi kwamba inaweza ikamsababishwa na nini. Wanasema kuna mada alienda alipigwa. Yeye kwa alivyotoka polisi na hata baadaye kwenda kulala magereza siku moja, yeye hakusema kwamba amepigwa. Lakini hoja ni kwamba yoyote unayefahamu, naongea hii kwa emergency sana, naongea hili kwa dharura sana, yoyote unayefahamu, kwa sababu tayari binti yangu amekuwa katika hali ya kupoteza uhai karibu mara mbili, kwa namna mbili hivi tofauti, katika hali ambayo imekuwa critical, haongei, baadaye katika kuomba akashtuka, tukaenda kwa madaktari, akaingia katika hali hiyo tena critical, akiwa anaendelea na matibabu ya kabisa. Unaona ni kama kageuza mpaka macho, unaona ni kama yani anabadilika kabisa, kinatokea kitu ambacho sio chenyewe. Baadaye harakati, jitihada za madaktari zikawa zimefanikiwa kwa kiasi kufanya rejea. Amekuwa katika hali ya kama kujitambua, lakini baada ya muda kupoteza tena kumbukumbu, kuingia katika maumivu makali na tabu za hapa na pale. Sio yote ulinisikiliza, na hasa uyafika mwisho. Kwa vyote vile unalo jambo la kufanya. Fanya chochote kwa siri, fanya chochote kwa wazi. Nimezungumza kwa urefu, lakini niko katika sintofahamu kubwa, niko katika uchungu mkubwa, niko katika maumivu makubwa, na ningekusihi yeyote uliona umana wangu duniani, uliona umana wa binti yangu Sifa kwako ama duniani, unayejua umana wa binadamu, thamani ya binadamu na kumuona binadamu mwingine ni kama ulivyo wewe, na kuomba sana, fanya jambo lolote linalowezekana ndani ya sekunde chache zobaki. Na sitiza tena, iwe kwa siri au peupe, fanya jambo. Namaanisha ukifanya peupe, maana umefika mahala uko tayari kujionyesha kwamba niko tayari kufa pamoja na watu hawa, lakini nikiamini kwamba kwa vyote vile hakuna atakayekudhuru kwa sasa, kwa hapa tulipofika, kwa sababu sehemu kubwa hata mashetani amejua mimi ni mwema na nitabaki kuwa mwema. Lakini kama unaona kwa kutokea peupe si sehemu ya uchaji wako kwa Mungu, kwa spidi kubwa, simamisha chochote. Tazama jambo hili kwa jicho ninalolitazama. Jambo hili inaweza ikawa ni mashetani ambao ni binadamu kabisa tulionao, na huenda likahusisha maeneo haya ya misukosuko, kwa sababu nataka tufahamu mambo mengine. Ni kwamba mimi nimetoka magereza, nilipokaa miezi 4 na siku 17, nilitoka katika hali ya matatizo makubwa ya mgongo. Nilikuwa na uvimbe kabla, ambao uvimbe husika tuliuondoa, ingawa ni kwa njia ngumu sana, lakini tuliuondoa. Wengi mlipata taarifa hiyo. Lakini nilipotoka magereza, hali ya mgongo wangu mimi mpaka sasa siwezi kuinama, siwezi kukaa bila kuwa na kitu. Ndio maana ukiangalia viti vyangu vyote vinakuwa na kitu ambacho kinakuwa walau kimebonyeza mgongo kidogo. Kwa kukaa kawaida wasiwezi, naweza kutembea hivyo unavyoniona natembea. Mke wangu tangia siku tukiwa msibani kwa mtoto wangu, hali ilibadilika. Alianza kusikia mgongo na amekuwa katika hali yenye maswali mengi sana, yenye hali kubwa tu mbaya huo mgongo. Lakini pia sehemu kubwa ya waumini wangu waliokuwa karibu na mimi wameingia kwenye shida ya aina hiyo. Sasa jambo ambalo nataka lifahamike vizuri ni kwamba Mungu ni mponyaji. Mungu anaweza kuponya. Jambo ni dogo sana, lakini inawezekana ameruhusu haya kwa mimi, kwa sababu mimi pengine ni kinywa chake, ili watu wajue tatizo na pengine wajue mashetani ni kitu gani. Kwa hiyo mimi natimiza wajibu wangu. Akiniokoa ni Mungu, asiponiokoa ni Mungu. Wewe ukihusika ni mtu ambaye thawabu yako itabaki milele kwa Mungu, kwa sababu atakaye mpa nabii au atakaye mhudumia nabii, mwalimu, mwenye haki, atapata kipawa, sehemu ya nabii huyo, ya mwenye haki huyo. Kwa hiyo ikiwa mimi ni moja kati ya mtu wa maana kwenye maisha yako, wewe timiza wajibu wako. Tubaki tunangoja Mungu atafanya nini, lakini sio sisi tusitimize wajibu wetu, tuseme tu Mungu afanye. 99% ya majibu ya Mungu ni wanadamu hufanya, hutumia wanadamu, ni wanadamu huwaza, ni wanadamu hupanga, na 99% ya shetani ni wanadamu huwaza, ni wanadamu hupanga. Kwa hiyo kupambana na shetani ama kutafuta suluhisho aliyosababisha shetani kwa sehemu kubwa ni kuhangaika na wanadamu. Walipanga nini? Walifanikisha nini? Walikuwa na lengo gani? Na kifanyike nini? Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo.
Natokea mbele ya kamera hii kwa dharura sana, na naziomba mamlaka ama mtu mwingine yoyote uliye popote, na ikiwezekana hata kama huna la kufanya lolote, hebu fanya tu kazi ya kushare clip hii kwa dharura sana. Naomba share clip hii kwa mtu yoyote, pengine mmoja kati ya utakaye share naye atakuwa nafahamu hiki ninachouliza ama kuhitaji msaada kwa dharura. Nauliza ikiwa kuna mtu yoyote unaweza ukawa unafahamu kinachoweza ama kwa namna moja nyingine kinaweza kufanyika, mtu akiwa mahabusu ama mtu akiwa gerezani ama katika maendeleo ya teknolojia na kemikali ya aina yoyote inayoweza ikatumika kwa wanadamu sasa, pale pengine wanapotaka kumuumiza au kumdhibiti mtu ambaye wanaona njia pekee ya kumuumiza ama kumdhibiti ni kumdhuru kwa namna yoyote. Nasema haya ukumbuke, sijamtuhumu yoyote, na wakati mwingine sio kila mtu aliye mamlakani ni mtakatifu, ni mtu wa Mungu. Si kila mwanadamu unayemwona huko barabarani mtakatifu ni mtu wa Mungu. Pana wanadamu ambao kwa sababu yoyote wanaweza kutumwa na yeyote, kupangwa na yeyote, kufanya chochote juu ya mtu yeyote kwa sababu zozote. Kwa hiyo naomba tu, kwa sababu nitakazoeleza, moja ni ya dharura sana, ni ya masaa tu. Moja ni ya dharura sana, ni ya masaa tu, unatakiwa ulifanyie kazi. Lakini nyingine ni kama haina udharura wowote. Nakuja mbele yako kwenye kamera hii kwa sababu ya hali ya binti yangu Sifa. Huyu hapa kwenye hii hali uliyomwona ni hali ya maajabu, yani alipofika hatua hii wala akagusa mguu chini, ilikuwa ni hali ya maajabu. Amekuwa katika hali hatarishi, lakini pia nakwenda kupa taarifa ya kipimo ambacho kimefanyika kimojawapo na kile ambacho kimesadikika kwamba inawezekana ndio kilicho kichwani mwake. Lakini nikwambie tu kwamba amekuwa na hali hii tangu ametoka kituo cha polisi, alipokaa kituo cha polisi zile siku 5-6 zile, na moja akaenda kukaa magereza. Baada ya kutoka pale, amekuwa akiwa na tukio la kushtukizwa kwa kichwa ghafla. Naweza kashtukizwa na kichwa ghafla na baadaye akapoteza, akaona kizunguzungu, akawa katika hali yenye utata na mambo mengine mengi, kitu ambacho haikuwa hivyo kabla ya hapo. Lakini sina maana ya kwamba pengine kuna chochote kilifanyika kituo cha polisi wakati ule alipokaa ndani, kwa sababu kaimba wimbo aliokuwa anatetea watu mbalimbali, nikiwemo mimi, akiwemo wale wa Ngorongoro na vitu kadha wa kadha. Sijajua kama kuna kinachoweza kikafanyika ama kwenye jamii huku kinachoweza kufanyika. Angalizo ni kwamba nataka ufahamu, Afrika tulidanganywa kuhusiana na shetani. Sisi tuliambiwa shetani liko baharini, ni kuzimu, ni baharini. Lakini wenzetu shetani ni mistakes, ni makosa, ni mipango miovu, ni makusudi maovu wanayopanga wanadamu wenyewe kwa mawasiliano, kwa vikao, kwa mazungumzo. Wenzetu shetani ni binadamu, na ndio maana unaweza usiwakute sana kanisani wakivunja na kukemea na kuomba, lakini wakiwa wamedhibiti sana madhara dhidi ya watu wao.
Lakini sisi tumeacha mlango mkubwa wa kudhuriwa, wa kuumizwa, na huku tukiwa tunajua kwamba tutamkemea shetani. Ndio maana wengine wanasema kwamba Mungu wako kwani aponyi? Mimi Mungu kwa 98, 99 ni watu. Na hata ukiniona niko salama kwa kiasi hapa nilipo, wamehusika ni watu. Nimekutana na watu, nimeongea na watu, wametatua ni watu. Na katika Kumbukumbu 29:29 inasema yaliyofunuliwa kwenu ni yenu ninyi na watoto wenu, ili muyafanye milele, lakini yale ya sirini ni ya Bwana. Na katika vitabu kadha wakasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana, akimaanisha kipande kikubwa cha mambo yanawezekana kwa wanadamu. Kwa hiyo yale ambayo wanadamu wanaweza wakayasolve, wakayapatia uvumbuzi, ni wenda wazimu kwenda kumwomba Mungu. Mungu ametaka tunyenyekeane, Mungu ametaka tutangulizane, tuthaminiane. Na njia ya kuthaminiana, misaada mingi na uvumbuzi wa mambo mengi unapoupata kwa mwanadamu mwingine, ni rahisi sana kumthamini mwanadamu wa aina hiyo. Ni kwa sababu hiyo naziomba mamlaka na mtu mwingine yoyote, nawaomba kwa namna mbili tofauti. Nimeitisha mazungumzo ya mara kwa mara ya kwamba kama kuna namna yoyote inaonekana katika kutimiza wajibu wa uhubiri, inaonekana kuna kitu ambacho sio sawa, tukae tujue kitu hicho ni nini na nini kifanyike. Nimesema mara kadhaa, hakuna fahari yoyote na sipati faida yoyote, na mwanadamu yoyote mwenye akili timamu hapati faida yoyote kuongea mambo ambayo hayapendezi ama hayafurahishi watu. Mtu yoyote, iwe ni wa chini, iwe na mamlaka, iwe tajiri au maskini. Mtu mwenye akili kabisa kabisa, na hasa mhubiri, hatuhubiri ili tuingie kwenye mapambano au tuingie kwenye ugomvi. Tunaingia ili tutafute suluhisho na kuipanga jamii, kwa sababu kuhubiri ama kusema kosa la mtu ni kuonyesha analofanya huyo mtu, madhara yatakayotokea kwake na kwa mtu mwingine. Kuhubiri ni sawa na kuonyesha kibao ya kwamba mbele njia haiko, mbele barabara kuna maporomoko ya mawe, mbele barabara imefungwa. Uwezi ukakita kibao ni adui yako, uwezi ukakita kibao kinapambana na mimi. Zaidi ya yote, kama kibao kile kiko pale, lakini hatari iliyokuweko kule mbele ilishaondolewa, kinachofanywa ni kuondolewa kwa hicho kibao, lakini si kwa kukifanya kama ni adui. Lakini sasa mimi ama mhubiri, pengine kama ndo ni vibao kwa sura kama hiyo, mnasema hatari imeondoka, lakini mnaendelea kusema ili ni kosa. Pengine njia ni kuwaondoa. Na nataka nisisitize kwamba mwanadamu ni zaidi ya kibao. Mwanadamu huyu hata awe mbaya vipi, kesho utamuhitaji. Huyu mwanadamu hata ukimwona afai vipi, kesho utamuhitaji. Muone mtu kama unavyoiona nafsi yako. Kwa hiyo nakuomba sana, kwa dharura sana, mtu yoyote ambaye unaweza ukawa unamfahamu shetani huyu anayeweza akasababisha tatizo kama hili. Kipimo cha CT scan kimesema ni kama kuna uvimbe kichwani, ni kwenye ubongo, ni kama kuna damu imeviria, whatever. Sasa inatokana na nini? Basi kuna mambo tu mengi kwamba inaweza ikawa imesababishwa na nini. Wanasema kuna mada alienda, alipigwa yeye kwa alivyotoka polisi, na hata baadaye kwenda kulala magereza siku moja, yeye hakusema kwamba amepigwa. Lakini hoja ni kwamba yoyote unayefahamu, naongea hii kwa emergency sana, naongea hili kwa dharura sana, yoyote unayefahamu, kwa sababu tayari binti yangu
amekuwa katika hali ya kupoteza uhai karibu mara mbili, kwa namna mbili hivi tofauti, katika hali ambayo imekuwa critical, haongei, baadaye katika kuomba akashtuka, tukaenda kwa madaktari, akaingia katika hali hiyo tena critical, akiwa anaendelea na matibabu ya kabisa. Unaona ni kama kageuza mpaka macho, unaona ni kama yani anabadilika kabisa, kinatokea kitu ambacho sio chenyewe. Baadaye harakati, jitihada za madaktari zikawa zimefanikiwa kwa kiasi kufanya rejea. Amekuwa katika hali ya kama kujitambua, lakini baada ya muda kupoteza tena kumbukumbu, kuingia katika maumivu makali na tabu za hapa na pale. Mimi naomba yeyote, nasema haya kwa sababu wakati fulani mtoto wangu akiwa katika hali fulani yenye hali ngumu sana, mnaokumbuka tukio la mwanangu, kuna mtu fulani kwenye mamlaka fulani aliulizia, mwanao yu salama? Nikasema yupo, na kwa vile tulivyodanganywa kwamba unatakiwa ufiche tatizo, basi nahisi nilipoteza mtoto kwenye mazingira kama hayo. Lakini ingetokea pengine ningemwambia ile hali critical, yule mtu huenda alikuwa na suluhisho la kwamba chukua hatua gani. Hapa nilipo uwezekano kwamba naweza nikasafirisha pengine kwenda nje ya nchi. Uwezo huo kifedha sina. Yote unayeweza ukawa na uwezo huo kifedha ama suluhisho la aina yoyote, tafadhali jitokeze. Ninatokea mbele yako ili usije ukasema ni kwa nini haukuweka wazi. Kimsingi mimi nafahamu gharama za kuwa mtu wa haki, na kwamba hata katika Biblia imetabiriwa kitakachofanyika. Yaliyonikuta kuhusiana na mtoto wangu yanayoweza kunikuta hapa wakati wowote lolote, mimi nitaweka kuwa katika sehemu ya kulipa gharama za kuwa mtu mwema. Ilitabiriwa. Lakini wewe pia unaweza ukaingia kwenye record ya kuhusika kuokoa kwa kile unachokiweza kukifanya. Ikumbukwe siku za karibuni hapa, nafahamu wengi wamefahamu nia yangu ya kwamba si uadui, si ugomvi, ni kutengeneza jamii. Ni kwa sababu hiyo nataka nikusihi yeyote ambaye aidha unaweza ukajitokeza peupe tu kabisa kwamba mchungaji, acha mimi nibebe mzigo huu wazi wazi, kama ni kufa na nife pamoja nanyi, kama kuna hatari yoyote ya kusaidia mtu akiwa katika hali kama hii, kwa lolote ulijualo, kwamba unauelewa wa kimatibabu. Ningetamani hata mamlaka za nchi, iwe mkuu wa mkoa, iwe waziri, iwe yeyote unayenifahamu uliye mamlakani, unayefahamu chochote, kama ubinadamu wangu unaweza ukapata thamani machoni pako, binadamu wa mtoto wangu Sifa unaweza ukapata thamani machoni pako ama machoni penu, ikiwa kuna chochote mnachojua, nawasihi sana. Yani najua chochote kwa uzoefu wa dunia ilivyo. Nawasihi sana mfahamu, hatutanufaika chochote. Hakuna atakayenufaika, hata kama sisi ni wabaya kiasi gani. Kumuua mchawi haui roho ya uchawi. Kumuua mtu mwema ama mtu mwema akipata madhara haiondoi watu wema. Ilitabiriwa kwenye Biblia,
waliteswa na kuuawa wengi watu wenye haki wakati fulani, lakini Biblia isema kwa ajili ya wateule siku hizo za dhiki zitafupizwa. Ni dhahiri kwamba mpaka mwisho wa dunia, wa dahari, watu wema watakuwepo, watu wenye kuongea watakuwepo. Yesu aliwahi kusema hawa wasipoongea atainua mawe. Ijulikane watu wenye kuongea, wenye kupinga mabaya. Kama hiyo ni moja ya sababu ya shetani aliyetekeleza shambulio hili, kama ni moja ya sababu, ijulikane watu wema watakuwepo. Yaani kwa mfano wa mimi kuna wakati nimewahi kujitokeza na kusema mwacheni mtoto, tatizo ni mimi. Inawezekana mimi ndo niliyefundisha watoto kuwa na huruma, kutimiza wajibu wa uhubiri. Mimi binafsi nisemacho ya kwamba pengine kama kuna shida, kama kuna mtu, kuna shetani anayehangaika kuua, angeniua mimi, kwa sababu mimi ndiye ambaye nataka wanadamu wote wawe wema, na wachache wanaopiga hatua wapige kelele kuwafanya na wengine kuwa wema. Na mimi pia ombi ambalo wanakuwa nalo limegawanyika katika maeneo mawili. Moja, hakuna sababu ya kuingizana katika namna teknolojia na mifumo yenye kutesa mwili, yenye kuumiza mwili. Kwa sababu sasa wakati mwingine shetani anaweza kufanya chochote, unaweza kufanya chochote usifanye chochote. Wakati mwingine nimesema na naendelea kusema kwamba shida tu ni kubwa. Inaonekana kuna maana nimesikia wanasema mbarikiwa yule msumbufu yule. Kwa hiyo unaonekana ni karibu kila kuna mahali fulani nimebrandiwa kuwa ni msumbufu. Yaani kufafanua, kulalamika, kutoa taarifa, kupinga, kukosoa, imeonekana ya kwamba ni msumbufu. Yaani huo ni usumbufu. Dunia inataka, wakisema sifia hapa sifia, pongeza hapa pongeza, lakini ile kwamba hapana, ili sio jema, ili lina madhara. Pengine unaitwa msumbufu, utaitwa mkaidi, utaitwa unapambana na mamlaka, utaitwa unakashifu serikali, ni kashifa, ni mwanaharakati na vitu kadha wa kadha. Mimi nilichosema, ikiwa tatizo kabisa ni tatizo, wala hata kuna sababu nipitishwe kwenye namna fulani za mateso na maumivu kama haya, mimi mungewaacha. Kama kuna shetani yoyote nanisikiliza hapa, ungewaacha au watoto waendelee kuishi, waje waonepo, pengine waje wafikepo hatua. Mimi kwa sasa na miaka 42. Kutokea hapa hakuna shida yoyote. Tumeshaiona dunia, upande mmoja wa shilingi na upande wa pili, na inaonekana kama hatuwezi kubadili chochote. Kwa hiyo kwa hii miaka ukishindwa kufanya mageuzi makubwa na kuona kwamba kuna miaka mingine kuna sababu, watu kama mimi nikiondolewa, kama wengine wengi watakuwa salama, hakuna tatizo lolote. Lakini pengine kuniondoa mimi, anaweza akaumizwa mke wangu pia. Na maana wakati mwingine nasemaga, hata nyinyi ambao mnawaweka jela sehemu kubwa ya wanaume, mnawatesa sehemu kubwa ya wanaume, muweze kujua pia mnaumiza wanawake. Yaani sio kwamba mnawalinda wanawake, pia mnawaumiza wanawake. Kwa ombi langu ambalo si yani ni la kushtukiza na kushangaza sana kwa jamii, wanasema pengine mkiwa mke wangu bado nitaendelea kuongea. Shetani, naongea na shetani sasa hapo. Naongea na shetani, naongea na mashetani. Yeyote ambayo utasema nimekusema wewe, basi ujue wewe ndo shetani. Kwa nakwambia hivi, ukiua mke wangu bado utakuta bado mimi nitasema. Bado mimi nitasema. Sasa ukiniua mimi utamuumiza mke wangu. Kama itakupendeza, utajua pengine ndo suluhisho itatokea, niondoe mimi na mke wangu kwa wakati mmoja, usinipeleke kwenye mateso mengi. Hakuna sababu nikibaki pengine kwenye mateso mengi, utatengeneza kuzungumzwa mambo mengi, na wewe unataka pengine unaamini kwamba wakiondoka
wanaofafanua sana juu ya ubaya, dunia itakuwa salama. Lakini hawa watoto mashetani yoyote unayosikiliza waacheni. Lakini pia hapa kwa sehemu kubwa sipo kuongea na mashetani. Hapa nipo kuongea na mtu yoyote uliye kwenye mamlaka yoyote, unayefahamu chochote, uliye kwenye kitengo chochote, ofisi yoyote, uliye kitengo cha afya, uliye kwenye kitengo cha ulinzi, na kusii, hii ni dharura sana, ni dharura mno. Na kuomba jitokeze, kwamba ni kwa siri jitokeze, kwamba ni kwa siri jitokeze. Sema, mchungaji, tufanye 1, 2, 3. Kama ni fedha yako tuma, ikitosha. Kama kuna hitaji kwenda nchi za ng'ambo, tutafanya utaratibu, wataenda wanaoweza kwenda. Kama kuna chochote unachofahamu, fanya. Ni hali ambayo nijuacho ya kwamba kwa hapa tulipo, nadhani kuna watu mnaweza mkawa msema, mchungaji, acha sasa, ubiri Injili. Kimsingi kilichomuua Yesu ni kusema makosa ya watu. Kilichoua mitume, kilichowafanya kina Elia, kina Mikaya. Kama tu utataka nihubiri Injili, nisome Biblia. Wecha kwanza jua Biblia nitasoma watu, nitasoma majina ya watu, nitasoma ni makosa ya watu, nitasoma ni mema ya watu. Kwa hiyo once ukisema tuhubiri Injili, manake sema makosa ya watu na madhara yake. Ukija mchungaji, tumia hekima. Tatizo hekima. Mimi wanasemaga, kama unafahamu mimi ni mchungaji na nahubiria sina tu hekima, ujue ni kwa sababu uliye na hekima haujatatua hilo tatizo na hiyo hekima, na hekima ni kutatua tatizo. Kama wewe una hekima, hubiri kwa hekima. Hilo nalo lilalamikia, ukulipinga, ukulikosoa, litatue, yaishe. Utaona mimi nikilalamika, na hata nikilalamika utanionyesha. Utasema, wewe mchungaji, hilo nalolalamikia hili hapa limeshatatulika. Kwa sababu kazi ya hekima ni kutatua mambo. Ndivyo ilivyofanya kwa kina Suleiman. Kwa hiyo wewe kama una hekima, tatua, ubiri Injili, achana na siasa. Pengine usiseme makosa ya wanaokuwa mamlakani au watawala. Aya, tufanye tuacha hayo, tusiseme makosa ya walioko mamlakani. Nani anakubali sasa hivi kosa lake lisemwe hadharani, hata kama lilifanyika hadharani? Nani anakubali sasa hivi kosa lake litumiwe kufundishia wengine ili wasifanye makosa kama hayo kwa sababu ya madhara kama hayo? Nikupe mifano kadhaa ya watu ambao nimewahi kusema makosa yao. Nimewahi kusema makosa ya Kakobe, kwamba alipoteza watu kuambia wachanjwe. Alipoteza watu kusema Mungu hawezi kuponya juu ya korona, anaponya magonjwa mengine yote, lakini sio korona. Njia pekee ya kujikinga ni propaganda za wazungu. Wala tena kuacha dhambi, kuacha maovu sio njia ya kujikinga. Waumini wa Kakobe wanasema hayo yalipita. Yaani tunasema makosa ya watu kwenye Biblia miaka zaidi ya 2000 iliyopita, yenyewe hayajapita. Lakini makosa ya jamii zetu za sasa, kila mwenye kosa hilo au wapambe wake usema hilo limepita, Mungu atakupiga. Yaani kila utakayesema kosa lake usema Mungu atakupiga. Na kwa kipande kubwa wanaposema Mungu atakupiga, wao wenyewe wanaingia kwenye mipango ya kukudhuru. Juzi kati hapa nimesema masingo madha kwamba wengi wao wamezalishwa ama wametoka kwenye ndoa kwa sababu ya kiburi. Nikasoma maandiko ya wanawake walivyotakiwa kuishi. Ndipo nikuta tu la kijana wangu Herbert kukamatwa, na hasa nadhani wakisikia hata hili utawasikia wakisema tumesema Mungu atakupiga. Yani na wenyewe
kwa kusema makosa yao, kiburi chao, umalaya wao, wengi wao, kwa sababu wengi wao ni umalaya na kiburi tu, wanasema Mungu wetu amejibu, Mungu amekupiga. Nimewahi kusema makosa ya TAG na mateso ya Clola ya kufungwa gerezani, kupigwa na vitu kadha wa kadha. Wa TAG waliinuka na kusema hayo yalishapita, usikumbushe ya zamani. Kwa hiyo inaonekana injili ni mawili tu: sifia watu na kuwaombea mema na baraka hata kama wanayofanya ni mabaya, ama sema habari za watu wa zamani walivyokuwa wabaya, sio wa sasa hivi. Sema habari za kina Yuda, sema habari za kina Ahabu, sema habari ya kina Pilato. Usiseme Pilato wa wakati ule, Yuda wa wakati ule ni nani kwa sasa. Sema, usitaje jina la mtu, lakini kwenye Biblia tunataja ni majina ya watu. Tukisifia majina ya watu mtu haoni tatizo, lakini ukisema kosa la mtu huyo ili watu wajifunze pasipo kutafutiza kwamba shida iko wapi, linakuwa ni tatizo. Hakuna anayetaka kuwekewa mfano, tena mfano wenyewe, wala hata si swala la kwamba tu mfano wa kukosoa au kusema ubaya. Kuna mtu tu akisha kuona una damu ya kunguni, hata ukisifia anaanza kusema najua umenikejeli, sitaki utaje jina langu. Hubiri injili. Tutahubiri nini? Gusa utapeli, ulaghai wa vijana waliomo, waliozagaa barabarani, wanaitwa mitume, si manabii. Watu wao wanakwambia achana maisha ya watu wetu, ya viongozi wetu. Soma Biblia. Yalipohubiriwa lilitajwa jina la mtu na kosa lilofanya. Biblia ni mifano ya jamii zilizotangulia ziliishije, ili na sisi tupeane mifano kwa sura ile ambavyo jamii ziliishi. Anyway, nimalize kwa kusema naifahamu gharama ya kuwa mtu mwema na kupiga kelele ili jamii igeuke kuwa watu wema. Hakuna ambaye litasemwa kosa lake na ubaya wake ataita ni injili. Lakini Biblia katika Isaya 58 mstari wa 1 inasema piga kelele wala usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta, waambie watu wangu kosa lao. Najua iliposema usiache, manake ungepata mateso, matatizo, shutuma, kadhia, udhia, maudhi, dhiki, mateso. Usiache. Nisemacho, Paulo anasema najua yatanigeukia haya kwa ushuhuda na utukufu mkubwa. Nisemacho naamini katika kilio chochote, uchungu wowote, maumivu yoyote nitakayokuwa nayo, sauti yangu itazidi kuwa na nguvu sana kwenye mioyo ya watu. Nimeapa, nimeahidi, nami nasisitiza, iwe kwa maisha yangu au ya watu wangu, iwe kwa mauti yangu ama ya watu wangu, kuishi kwangu ni Kristo, kufa ni faida. Na nikisema ni Kristo, manake ni kusema madhara ya mabaya na maovu unayoweza kufanya kwa sauti. Inaweza kufanya muovu uliyefanya ujue kuna mtu amesema. Najua wakati mwingine kuchukua hatua za kumdhuru mtu huyo ndiyo tafsiri ya kwamba kumbe umesikia. Yesu alikufa ili kwa njia mauti yake awatoe wale wote ambao kwa hofu ya kifo walikuwa katika hali ya utumwa. Hakufa ili aondoe wengine wasiuawe. Alikufa ili atengeneze kizazi cha watu watakaokuwa tayari kuuawa, wakiamini linaweza likapatikana suluhisho la kudumu la watu wengi. Msemaji mmoja Bagonza anasema
Kabla ya Yesu kulikuwa na mfumo wa wengi kufa ili wachache kuishi au mmoja kuishi. Yesu alipokuja aligeuza mmoja kuteswa, wachache kuteswa, mmoja kufa, wachache kufa, ili wengi waje wanusurike. Na kwa sababu yoyote ulinisikiliza, na hasa uliyefika mwisho, kwa vyote vile unalo jambo la kufanya. Fanya chochote kwa siri, fanya chochote kwa wazi. Nazungumza kwa urefu, lakini niko katika sintofahamu kubwa, niko katika uchungu mkubwa, niko katika maumivu makubwa, na ningekusihi yeyote uliona umana wangu duniani, uliona umana wa binti yangu Sifa kwako ama duniani, unayejua umana wa binadamu, thamani ya binadamu, na kumuona binadamu mwingine ni kama ulivyo wewe, na kuomba sana, fanya jambo lolote linalowezekana ndani ya sekunde chache zobaki. Na sitiza tena, iwe kwa siri au peupe, fanya jambo. Namaanisha ukifanya peupe, maana umefika mahala uko tayari kujionyesha kwamba niko tayari kufa pamoja na watu hawa, lakini nikiamini kwamba kwa vyote vile hakuna atakayekudhuru kwa sasa, kwa hapa tulipofika, kwa sababu sehemu kubwa hata mashetani amejua mimi ni mwema na nitabaki kuwa mwema. Lakini kama unaona kwa kutokea peupe si sehemu ya uchaji wako kwa Mungu, kwa spidi kubwa, simamisha chochote, simamisha chochote. Tazama jambo hili kwa jicho nalolitazama. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Anasema itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Ili mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayefiwa ama afae katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.